kulisha na kuibuka hali ya maji. Kwa njia ya ubatizo tunadhamishwa katika mauti ya Kristo. Kwa njia ya kuzamishwa kwenye maji, kumbe kunazama kabisa ndani ya kifo cha Kristo. Ukiibuka basi unaungana na Kristo mwenyewe aliyefufuka, ukiibuliwa katika maji. Wajibu wa wazazi ni kuwasaidia hawa ambao leo tunawabatiza na ambao tunawapa wale komunio, waendelee kuwa kama Mungu anavyotaka, waendelee kung'ara, waendelee kuangaza katika maisha yao. Kumbe tusiwarudishe nyuma. Kwa mafundisho ya miaka 2 tunaona kwamba walau wamepiga hatua fulani. Kumbe hiyo hatua tunatamani tuendelee kuiona nyumbani, wanapokuwa nyumbani, wanapokuwa shuleni, wanapokuwa katika mazingira yao mengine ya kazi. Tuendelee kuona hii hatua kwamba inakwenda mbele zaidi. Kumbe ni wajibu wa wazazi na walezi na wasimamizi kuendelea kuwasaidia. Wewe ambaye unamsimamia leo, wewe mzazi au mlezi uliyemwombea ubatizo, uhakikishe kwamba unamsaidia, usimwache. Ukimwacha, dhambi yake atakayoitenda kwa sababu ya kutoelekezwa inakaa juu yako. Kumbe unao wajibu leo wa kumsaidia na uendelee kumsaidia. Mshirikiane wazazi pamoja na wasimamizi. Ondoeni kule kusimamia kwa show, kwa kujionyesha kwamba mimi nimechaguliwa tu kusimamia, halafu unamwacha uendelee kumsaidia tena. Hiyo ni mbaya sana. Tuachane na hiyo. Hakikisha kwamba unamtafuta, naangalia, je, amekwenda kanisani? Je, amekwenda jumuiani? Je, shuleni amekwenda anasoma? Ni wajibu wa wazazi pamoja na wasimamizi. Hakikisheni mnalitimiza hilo. Msipolitimiza hilo, mkaungana, mkatubu mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba amkutimiza wajibu wenu wa kuwasimamia watoto mliokabidhiwa na Mungu, watoto ambao mliwaleta kwa Mungu na kuwasindikiza. Hakikisheni na wasaidia.